Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast, na hii ni season 3. Tumekuwa na misimu mitatu mpaka sasa, na huu msimu wa tatu tumekuwa tukizungumzia magonjwa katika magonjwa ya maambukizi katika mfumo wa upumuaji. Tangu msimu wa kwanza tumekuwa tukizungumza mambo mbalimbali kuhusu afya, na tulianza kwa kuzungumza afya ni nini. Kama utangulize tukazungumza afya ni nini, inatengenezwa na mambo gani, na kimsingi hapo mwanzo baada ya kuzungumza afya ni kitu gani, tukazungumza kuhusu jambo fulani inaitwa au mfumo fulani unaitwa biopsychosocial model, ambayo ni principle inayo govern na kudetermine au inayoongoza namna ambavyo afya ya mwanadamu itaenenda. Na tukatizama kwamba kwenye biopsychosocial model kuna factor tatu au kuna vitu vitatu, ikiwepo biological factors, pakiwepo psychological factors na social factors. Na hivi vitu kwa ujumla tukawa tumevitizama na kuvielezea. Kimsingi tukawa tumeanza kuzungumzia biological factors, ambapo hizi ni sababu au ni vitu ambavyo vinasababisha magonjwa, yakiwepo au vikiwepo viumbe vinavyosababisha maambukizi mbalimbali. Tukaona viumbe hivi ambavyo ni pathogens au causative factors. Kwanza kabisa tulitizama kiundani bacteria, tukatizama viruses, tukatizama fungus, tukatizama protozoa na tukatizama minyoo au helminth. Na baada ya kuwa tumevitizama classification, viko vya aina ngapi, viko namna gani, vinaishi namna gani, vinapendelea kuishi wapi, pamoja na namna ambavyo vinasababisha magonjwa, tukaingia sasa msimu wa tatu ambao tulikuwa tunazungumzia magonjwa haya ya maambukizi katika mfumo wa upumuaji au respiratory system. Kwanza tukaelezea mfumo wenyewe ulivyo, umetengenezwa na nini, unabadilisha vipi hewa inaingilia wapi, inatokea wapi, na ni namna gani huo mfumo unafanya kazi. Na baada ya hapo tukaanza kuelezea magonjwa mbalimbali ambayo katika mfumo wa upumuaji, tukianza kuzungumzia kwanza magonjwa ya bakteria. Tulipomaliza tukazungumzia magonjwa ya virus, tukazungumzia magonjwa ya fungus, na tukamaliza na magonjwa ya helminth au magonjwa ya minyoo. Hii yote ikiwa ni kuelezea namna ambavyo mwili wa binadamu unaweza kupata magonjwa na namna unavyoweza kujikinga au kujitibu. Ni mambo muhimu sana katika afya ya binadamu. Lakini hatujamaliza, na hiyo ni sehemu ndogo, au tulipofika ni sehemu ndogo sana ya kile ambacho tumepanga kufikishieni katika kujielimisha au kukufahamisheni katika kujielimisha namna gani ambavyo afya ya mwanadamu iko na ni namna gani tunaweza tukajikinga na magonjwa au madhara mbalimbali ya magonjwa. Kwa hivyo mpaka kufikia sehemu hiyo tumejifunza sasa mfumo wa upumuaji unafanya vipi kazi, unaenenda namna gani, na ni namna gani magonjwa mbalimbali au vimelea vya magonjwa au vimelea vya maambukizi ya magonjwa vinaweza vikaingia katika mwili wa binadamu na namna mbalimbali za kujikinga. Na baada ya hapo tukawa tumepata episode 5 za kuzungumzia au zinazungumzia maswali na majibu. Kwa hivyo tunashukuru tumepokea maswali kutoka sehemu mbalimbali za dunia, kutoka nchi mbalimbali au mataifa mbalimbali, na watu wametutumia maswali yao wakitaka ajibiwe, na baadhi ya maswali yamechaguliwa tukawa tukiajibu kupitia episode hizo 5 zilizofuata hapo. Na maswali hayo yamesaidia kuongeza uelewa au upeo kuhusu mambo hayo ya afya, na watu wamefurahia sana kujifunza kutokana na maswali yao kujibiwa katika episode hizo. Baada ya hapo tunatumia sasa nafasi hii kuifunga season ya 3 au kufunga msimu wa 3 kwa kumalizia na ufafanuzi kama hivi, kwa kuelezea mambo mbalimbali ambayo tumefanya katika msimu huu. Lakini sio mwisho, tutakuja kuwa na msimu wa 4, msimu wa 5 na kuendelea mbele kadri tunavyoweza kuelimisha jamii kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na afya zao na namna ya kujikinga na madhara ya magonjwa ambayo yanaweza yakawa yanajitokeza au kuwapata. Tungependa kuwahamasisha kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ya TikTok Sayansi Afya, Instagram Sayansi Afya, YouTube Sayansi Afya Podcast. Lakini pia kama ungependa kuwasiliana nasi kupitia barua pepe, basi unaweza kuandika sayansafya@gmail.com. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia comment section au direct messaging au DM katika mitandao ya kijamii, ili kupata ushauri au kutoa maoni namna ambavyo tunaweza kuboresha maudhui yetu au vipindi vyetu. Lakini pia unaweza kutuma maswali tukaweza kuyajibu na ukapata kujifunza mambo mengi sana kuhusu afya.
Basi mpaka hapo mimi sina la ziada. Ningependa kuwashukuru sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza, lakini pia kusambaza maudhui yetu kwenda katika mitandao yenu ya kijamii, au link za maudhui yetu kwenda katika mitandao yenu ya kijamii na kuifikia jamii kubwa zaidi, ili watu wapate kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kuhusu afya. Nashukuru sana. Tunakaribisha kufuatilia msimu unaofuata na episode zake. Mpaka wakati mwingine, bye bye.